Naam, sasa hapa tumeona namna tulivyounga hizi herufi ni 4. Tuliunga herufi tatu ambapo herufi za kati herufi ya kati ilikuwa ni moja. Sasa kwenye herufi 4 na kuendelea unaweza ukawa na herufi hadi 10, lakini herufi za kati kama tunavyoona zinakuwa ni nyingi. Twende katika mfano unaofuata. Herufi zetu za kati ni ya na sin. Condition yetu ni ile ile. Kabla hatujaunga hizi lazima tuangalie tumegewa herufi gani. Je, kuna herufi ambazo hasikubali kuunganika kwa mbele? Hapa herufi ambazo hasikubali kuunganika kwa mbele hatuna. Tunaanza kuandika muundo wa swali. Swali ikienda yupo mwanzoni, qafu yupo mwishoni. Tunaweza kuandika swali kwa mwanzo. Haya, swali anakwenda kuunganika na nani? Ya anakubali kuunganika kwa nyuma na swali. Herufi zote mwishoni zitakubali kuunganika. Je, ya yupo kati. Ya yupo katikati ya swali na sin. Ya yupo katikati ya swali na sin. Je, ya anakubali kuunganika kwa mbele na sin? Ya itakubali. Na ya inakubali kuunganika na swali. Kwa hiyo tunaanza ya wakati. Ya wakati. Lakini tunamwona pia sin naye katikati ya na qaf. Sin yupo katikati ya na qaf. Maana yake anakubali kuunganika kwa na ya, lakini sin anakubali kuunganika kwa mbele na qaf. Maana yake tunaandika muundo wa kati wa sin. Kwa nini? Kwa sababu hizi herufi zipo kati. Ya kwanza ya mwisho hizi zote zipo katikati. Lakini wa mwisho tuna qaf, ambaye muundo wa mwisho wa qaf hatusumbui, ni huyo hapo qaf. Kwa hiyo tunaziunga hizi pesa tunakuja kupata swad. Tunakuja tunapata swad, ya, sin na qaf. Swad, ya, sin na qaf. Twende tukaone herufi hizi. Tuna ya, tuna waw, tuna alif. Lakini katika wakati tuna herufi mbili ambazo hazifungwa kwa mbele. Huyu hakubali kwenda kuunga na huyu alif kwa mbele hakubali kwenda kuunga. Lakini tuna ya ambaye anakubali kuunga kwa mbele. Na waw anakubali kuunganika kwa nyuma na ya. Kwa hiyo tunaandika muundo wa ya ambayo imekwenda kuunganika. Lakini tunaandika muundo wa waw ikiwa kati, kwa sababu waw ipo katikati ya na alif. Lakini waw hii haikubali kuunganika kwa mbele. Kwa hiyo tunaandika muundo wa kati. Lakini tunamwona alif hakubali kuunganika kwa mbele. Lakini waw mwenyewe hakubali kuunganika na herufi inayofuatia. Maana kama hakubali kuunganika na herufi inayofuatia, katika condition ya kwanza tulisema herufi hiyo tunaiandika kama ilivyo. Tunamwandika alif wetu, lakini kwa mbele hakubali kuunganika, tunamwandika dal kama hivi. Tunaweza kupata ya, waw, alif, dal, ya, waw, alif, dal. Tunaona kabisa tunakuja kupata maneno. Kwa hiyo ukiuliza hili neno limetokea wapi, lichanganue, unalirejesha hapa. Ukishamaliza kulirejesha hapa na lirejesha na hapa juu kabisa. Twende tukamalizie mfano wa mwisho. Katika herufi tulizopewa pia ni 4. Tunaona tuna herufi zinaweza zikawa hata 10, lakini angalia za katikati ni zipi. Cheza na condition. Je, ninapoziunga huyo anakuunganika kwa mbele, anakubali kuunganika kwa nyuma, anakubali. Cheza tu na ile condition za kuunganisha herufi. Anakubali kuunganika tunaachana nayo. Kwa hiyo sin anakubali mbele na kaf, lakini kaf na dal ni herufi za katikati. Tuna lam ya mwisho. Tunaandika muundo yao. Tunaandika sin anaandika na kaf, lakini kaf yupo katikati ya dal na sin. Kaf anakuunganika kwa nyuma na sin. Kaf anakubali kuunganika mbele na dal na anakubali kuunganika kwa nyuma na kaf. Kaf katikati. Kwa hiyo tunaandika muundo wa katikati. Lakini kuja kuandika muundo inakubali kwa nyuma na kaf, andika wa dal inakubali kwa nyuma, lakini dal inakubali kuunganika na lam, maana yake lam ndivyo pata neno sin, kaf, dal, lam. Hapa tushapata maneno yetu. Kwa hiyo ili uweze kufanya haya ni lazima ufanye mazoezi. Herufi unarejea mifano katika mifano niliyoifanya, unaangalia nilichokifanya kaje, kisha unaunga maneno yako. Je, nilichokifanya ni sahihi? Mazoezi ambayo nalitoa kisha naliandikia majibu yake. Mfano sasa hizi ngoja ndogo ndio ujipime kwamba unaweza.
fanya kwa njia baada ya njia ili ujipime kwamba unacheza tu na jedwali la mfano zoezi ambalo lina majibu. Unganisha herufi zifuatazo. Unganisha herufi zifuatazo. Naanza na huyu, labda una dal, sin na waw. Nakuja kupata herufi ya kwanza. Tuna lam, qaf, tuna waw, tuna dal, tuna ta. Kuja kupata kitu gani? Lakini tunaona herufi ya tatu, tuna qaf, tuna fa, tuna kaf, tuna mim na tuna nun. Lakini tunakuja kuona herufi ya 4 hapa, kuna waw, lam, mim, dal, lam. Lakini herufi ya mwisho tuna alif, tuna lam, tuna mim na tuna sad. Kwa hiyo utakapoziunga taangalia ulichokifanya ni sahihi. Katika kuungaunga kwako taangalia hapa. Miongoni mazoezi hapo utafanya. Taangalia majibu yake. Taangalia mwenyewe katika jedwali unafanyaje ili upata kuunga hizo herufi, ambapo majibu yake ni kuunga ni mwenyewe. Majibu yake kosea judizi unakosea wapi? Herufi ya kwanza itakuwa hivyo. Herufi ya kwanza itakuwa hivyo. Ya pili itakuwa hivyo. Qaf, waw, dal, ta. Herufi ya tatu itakuwa unarifaa mifano kaf, mim, fa. Herufi ya 4 itakuwa waw, lam, mim, dal, lam. Dal itakuwa ni lam, mim, sad. Ukiona umeunganisha wewe mwenyewe umekosea, hujaelewa zimetokea wapi, rifaa kwenye mifano. Sasa katika darasa linalokuja tutapata kutia irabu katika haya maneno. Mfano hapa ili tunaanza kutia kusoma mfano tanwini na shadda, ada na kadhalika. Ndio somo linalofuata tutaingia katika kipengele kinachoitwa kutia haraka. Kutia haraka zile irabu, fatha, kasra na dhamma. Tukimaliza hivyo tutakwenda katika kipengele kinachokuja tanwini na kadhalika. Wallahi alhamdulillah, tufanye pesi katika kutafuta. Jazakallahu khairan. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.